Mkuu wa jeshi la Iran amerudia maneno ya kuitahadharisha Marekani akisema kwamba iwapo Marekani itafanya makosa ya kutushambulia itapata hasara kubwa. Meja Jenerali Abdurrahman Mousavi, mkuu wa jeshi la Iran, pia alisema kwamba katika jambo ambalo wakati huu hawawezi kuliangalia hivi hivi ni ikiwa Marekani itaanzisha shambulizi katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mkuu huyo wa kijeshi Meja Jenerali Mousavi alisema, sisi hatukuwa waanzilishi wa vitu vyovyote na mbinu yetu huko nyuma ilikuwa kuzuia kupanuka kwa uwigo wa vita na kupunguza majeruhi. Lakini hatua za Marekani zilitufanya tubadili mtazamo wetu, na wakati huu ikiwa itafanya makosa tutaisababishia hasara kubwa sana, alisema. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt amesema leo kuwa chaguo la kwanza la Donald Trump siku zote ni diplomasia, lakini yuko tayari kutumia nguvu ikibidi. Hadi wakati huu, moja kati ya changamoto ambayo tayari wataalamu wa mambo wanasema kwa rais wa Marekani Donald Trump ni kwamba ni kutokana na mpango wa namna ya kushambulia Iran, huku ikidaiwa kwamba baadhi ya ushauri wake wameshamwambia hali nchini Iran iko tofauti na miaka ya nyuma na hivyo vita ya mara moja haitowezekana. Kwa hivyo ni bora mazungumzo yangeendelea kati ya Marekani pamoja na taifa hilo la Iran. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa Iran imetoa ridhaa mpya kuhusu mpango wake wa nyuklia katika mazungumzo yake yatakayofanyika siku ya kesho, ambapo wanachokihitaji ni kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi na kwamba Iran haina mpango wa kumiliki silaha za nyuklia. Hata hivyo, imesema kwamba itapunguza kiasi cha uranium iliyorutubishwa na kuipeleka katika taifa jingine. Inadaiwa kwamba huenda Urusi ikapokea kiasi cha uranium iliyorutubishwa kutoka nchini Iran. Shirika hilo limesema kuwa afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Iran alisema kuwa pande hizo mbili bado zinatofautiana kwa kiasi kikubwa baada ya duru mbili za mazungumzo kumalizika. Hii inajiri baada ya Oman, ambaye ndiye mpatanishi mkuu wa mataifa hayo mawili, kusema kuwa mfululizo mwingine wa mazungumzo utafanyika mjini Geneva kuanzia Alhamisi. Afisa huyo alizungumza na Reuters, alisema kuwa Iran imeanza kuzingatia wazo la kutuma nusu ya hifadhi yake ya urani nje ya nchi na kuyeyusha kiwango kilichosalia na kuunda muungano wa kikanda wa kumiliki urani, wazo ambalo limeibuliwa mara kwa mara katika miaka ya hapo nyuma. Afisa huyo alisema Iran itafanya hivyo ili Marekani ikubali kuwa wana haki ya kumiliki nyuklia katika mafikiano yao yatakayohusisha pia wao kuondolewa vikwazo vya kiuchumi. Jeshi nchini Iran limeendelea na operation za mazoezi ya pamoja ya kijeshi na ni kwa ajili kujipanga zaidi kwa ajili ya mapambano ikiwa Marekani itaanzisha vita ndani ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii. Utapata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri duniani.